Okay, tuendelee. Turudini tena darasani. Kwenye video ya kwanza nilizungumzia kuhusu kujitambua. Na kwenye video yangu ya pili tunaendelea pale ambapo tuliishia. Tuliishia kwenye umuhimu wa kujitambua. Tukasema kwamba mtu ukijitambua utafanya maamuzi sahihi, utakuwa mvuto kwa wengine kwa sababu utakuwa umeamua kusimama kwenye njia yako. Guys, mimi nawapenda sana na moja kati ya ndoto zangu ni kupata wale watu ambao wataniambia Dajesi, kupitia mafundisho yako nimeanza kujitambua. Haya, hebu tuangalie dalili. Dalili, yani utajuaje kama umeshajitambua? Maana kuna mtu ambaye amejitambua alafu ajui? Hapana, sidhani. Lakini hebu tuangalie hizi dalili. Utajuaje kama umejitambua au unaanza kujitambua? Unaweza kujiuliza kabla ya kureact. Dalili ya kwanza ya mtu ambaye amejitambua, katika kila jambo ataanza kujiuliza kabla ya kufanyaje, kureact. Yani mtu ambaye amejitambua yeye hatakuwa yule mtu ambaye anakurupuka kwenye maamuzi yake. Kwenye kila jambo lazima utajiuliza kwanza kabla ya kureact. Yani kabla ya kuonyesha hasira utajiuliza. Au tuseme kwamba labda kwenye kila jambo, yani kwa mfano labda tuchukulie mfano labda wale wanafunzi wale waliopiganaga wale kwa ajili ya kumgombania mume wa mtu. Huu ni mfano. Sawa. Kama wangekuwa wamejitambua, guys, na hii elimu ya ufahamu inahitaji kuenezwa kwa spidi sana, kwa sababu tuna vijana wengi ambao bado hawajajitambua, bado hawajaamka kifikra. Kuamka kifikra sio kwenda chuo kufaulu mitihani, kuna ile kujitambua binafsi. Okay. Tumesema dalili ya kwanza ya kujua wewe umejitambua, utakuwa unauliza kabla ya kureact. Kwa mfano kwenye wale wanafunzi wale waliopiganaga wale, wangekuwa wamejitambua, sawa. Mimi najua kabisa nina mdate mume wa mtu. Rafiki yangu naye ameenda kudate na mume wa mtu. Naenda kupigana na nina rekodi. Ni mumeo, huyo ni mumeo. Sio mume wako. Sasa kwa nini ni fight? Labda ananisaidia tu maisha yangu. Basi hayupo na mimi. Yani kama yuko na mke wake alafu yuko na mimi, it means kwamba mimi sio wa mwisho. Kwa nini ugombane na mtu like uende ukamnyonyoe nywele, umwagie maji ya moto? Huo ni ukatili. Na ndio maana tunasema mtu ambaye ameanza kujitambua atajiuliza kabla ya kureact kwenye jambo lolote lile. Dalili ya pili, unajichunguza kabla ya kulaumu wengine. Kuna wale watu ambao kila jambo utasikia fulani ndo alinishawishi. Yani hii mimba nisingeibeba. Ni wale marafiki zangu wale walikuwa wananishawishi niende klabu kila siku.
au ni wale marafiki zangu walikuwa wananiambia niingie kwenye mahusiano. Yaani marafiki zangu, nilikuwa na marafiki wabaya. Kwa sababu haukujitambua. Ungejitambua wewe ni nani? Unafanya nini hapa duniani? Nini purpose yako? Kwa nini uko hapa? Unatakiwa kufanya nini? Sidhani kama hata ungeruhusu kuwa na aina hiyo ya marafiki ambao wangekupelekea leo majuto. Mtu ambaye amejitambua, kujitambua ni kujua kosa, yani kujua wewe umekosea wapi. Hiyo ni dalili ya pili ya mtu aliyejitambua. Mtu aliyejitambua direct, yani hawezi kupasi mpira, yani labda tuseme mimi nimekosea. Kwa hiyo kwa kuwa mimi nimekosea siwezi kuomba samahani. Hapana, hata kama ni mkubwa, hata kama ni mama. Like nimemkosea binti yangu, au yeye amenikosea, au rafiki yangu, au nimeikosea jamii kwa kutukana, nitajifesi mimi moja kwa moja. Siwezi kusema kwamba nilitukana kwa sababu nilikuwa nimelewa. Yani nitasema naombeni nisamehe kwa sababu ya kutukana. Yani hauwezi kuwa na ile pasi ya kuwasingizia watu wengine au kuwataja. Yani kuna mtu, ngoja nikwambie. Kama wewe unaishi sawa hapa duniani na maisha yako labda sio mazuri sana, alafu bado tu umebebelea watu. Yani mjomba wangu alinitesa sana, shangazi yangu alininyanyasa, mama yangu wa kambo hakunipenda kama watoto wake, au yani mimi kwetu hatuna hata hela. Umekaa hapo umerelax, dada amka. Anza kujitambua, anza kujua wapi unakosea kwenye kila sehemu. Yani unatakiwa kujua ni sehemu gani ambayo wewe umekosea au wewe unakosea, pasipo kuwatupia mipira watu wengine. Dalili nyingine ya mtu ambaye amejitambua, utaona ndoto zako zinazohusiana na hali zako za maisha. Utaanza kuona ndoto zako zinazohusiana na hali zako za maisha. Mfano labda wewe ni msusi, labda unapenda kusuka, au labda tuseme unapenda kuchora, au labda unapenda fashion, yani yale mambo ya fashion, yale designing. Utaanza kuona ndoto zako, yani unaweza ukaota au usiote, direct ukaanza kuona upenyo wako ule. Yani labda ukapata chuo ukaenda ukasomea mambo ya kushona, au mambo ya urembo, au ususi, au makeup artist. Hizo ndoto zako hizo ambazo unaanza kuziona na unaanza kuzifuata. Yani unaanza kuwa kwenye ile njia yako ambayo umetakiwa kuwa, au wewe ndio unatakiwa kuwa. Utaanza kuona hizo ndoto, utashangaa umeanza kumiliki vitu, labda biashara na kadhalika. Tutaendelea video inayofuata, tutaendelea kuzungumzia kuhusu kujitambua.